Musa, yes. Ni kama Simba walikuwa na kikubwa sana kunyanyua kwa hapa. Tumeona baada ya bao Ahmed Ally, nilikuwa nafuatilia naangalia mpira huku naangalia baadhi ya highlights. Alishika macho, ni kama hakuamini kama anaenda kunyanyua kwa hapa pili msimu huu. Hii ni surprise kwa Simba kumsurprise Ahmed Ally ambaye anasemwa sana kama ana gundu na Simba. Kwanza nimpe pongezi kwa ungwana mkubwa, kwa ustamilivu mkubwa ambao amekwenda kuonyesha ndani ya Simba Sports Club. Of course ni moja msemaji ambaye amepitia changamoto kubwa sana kwenye kikosi chake, kwenye timu yake, hususan kwa baadhi ya mashabiki wenzake wa Simba Sports Club. Kwa hiyo leo kitendo cha Simba kuchukua kombe la CRDB Bank Federation limekwenda kuonyesha hisia timilifu ya msemaji wa Simba. Ni msemaji ambaye binafsi alikuwa anatafuta kwa kila namna ili siku moja awe naye ameshiriki kwenye mafanikio kama haya. Ingelikuwa ni jambo la kifedhea, jambo la kiaibu sana Ahmed Ally anaondoka ndani ya Simba kwa mwaka wote ule, anaondoka ndani ya Simba alafu awe hajatengeneza big moment kama hizi, historia kubwa kama hizi. Kwa hiyo nimemwelewa kwa namna alivyoonyesha reaction yake kwenye tukio kama lile, lakini kuna cha kujifunza. Maisha haya yanatufundisha kutokukata tamaa. Maisha haya yanatufundisha kwamba kesho ni bora kuliko leo. Leo ndo ametupa tafsiri sahihi. Na si tu Ahmed Ally, rudi kwa Simba yenyewe kama as a team. Wamecheza miaka 5 mfululizo. Miaka 4 wameondoka kapa, huu mwaka wa 5 wamepata kombe la CRDB Bank Federation. Wapo wanaona sio kombe la kimsingi, lakini mimi naona ni kombe ambalo lenye tija, kombe lenye thamani, kombe ambalo kama nchi tunajivunia kuwa nalo, si ndio? Lakini ni kombe ambalo ukilichunguliza kwa umakini zaidi linatoa mwakilishi wetu kwenye mashindano ya ngazi ya vilabu kwenye bara la Afrika, si ndio? Kwa kwangu mimi nimemwelewa Ahmed Ally na nimpongeze sana kwenye tukio kubwa kama hili. Naamini from now Ahmed ndio itakuwa msemaji mwenye kulala usingizi mzuri pengine kuliko wasemaji ambao wameshazoea kuishi maisha kama haya. Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza na ni jambo la kumwambia don't give up. Ahmed ndo msemaji bora, ndio msemaji ambaye atakuwa mwenye kulala usingizi bora kuliko wasemaji ambao wamezoea hii furaha. Of course. Kwa nini? Kwa sababu tangu ameingia Simba haja kufanikiwa maisha kama haya. Lakini kuna wasemaji wengine tangu wameingia kwenye vilabu wao kazi yao ni kunyanyua kombe tu mwaka mpaka mwaka. Yaani kufungwa kwao ni big story. Kwa hiyo ndio maana nikasema Ahmed Ally leo inawezekana ndio msemaji ambaye pengine akalala usingizi mzuri kuliko msemaji mwingine yoyote. Kwa hiyo kuna namna ya kumpongeza, kuna namna ya kumwambia brother, kwenye hili umefanikiwa, kwenye hili unahitaji pongezi. Na sio tu Ahmed Ally, lakini pia kuna viongozi kama wa Simba, mzee wangu Mangungu tangu amekuja pale hajawahi kunyanyua kombe. Wapo watu wengine wamekuja pale hawajawahi kunyanyua kombe. Kwa hiyo kwa na Simba hii ni historia kubwa na ni historia ambayo kwanza wameifunga Azam, timu ambayo hawajawahi kuifunga kwenye mashindano kama haya hususan kwenye hatua ya final. Lakini pia Azam Simba amekwenda kujiongezea nafasi zaidi ya kwenda kucheza ngao ya jamii zidi ya mtani wake ambaye ni Young African Sports. Kwa sababu kanuni ziko wazi, atakayechukua ubingwa wa FA na atakayechukua ubingwa wa ligi kuu watakwenda kufungua ligi kuu ya msimu huu, kimaanisha ngao ya jamii. Kwa hiyo mchezo wa leo, ushindi wa leo kwa Simba umekwenda kuongeza hisia nyingine, umekwenda kuongeza hamasa nyingine kuelekea mchezo wa ufunguzi wa ligi 27-28, si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi ni tukio ambalo litabaki kwenye akili, ni tukio ambalo litabaki kwenye kumbukumbu, na ni tukio ambalo kwa wana Simba wao wenyewe wataona yes weekend. Yes, kila kitu kinaweza kikafanyika na kinawezekana hususan kwenye msimu unaokuja. Kinaweza kufanyika na hususan kwa msimu unaokuja. Msimu unaokuja utakuwa moto sana ndio kutokana na hivi vikosi viwili kuwa bora. Pengine kwa mtazamo wako mdogo, leo tumeona Duchu anaaminiwa kwa mara nyingine tena na Steve Barker. Wanaendelea wazaa kukua. Neno moja kwa Steve Barker kuamini vijana, japokuwa kila siku tunazungumza. Naendelea kusema, ukiniamsha usingizini, ukiniamsha kwenye njia ya ufu, bado nitaendelea kuamini kocha bora wa msimu huu ni Steve Barker. Si tu kwa sababu ameitengeneza Simba kutokufungwa tangu afukuja yeye, lakini ndio kocha ambaye amekuwa ni muumini wa vijana, tena si vijana tu, anakuwa ni muumini wa vijana wa kizawa. Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza, ni jambo la kumshukuru mwalimu Steve Barker kuona kwamba ana nafasi ya kuwatengeneza vijana kuelekea kwenye national team kwa ajili ya mashindano yanokuja. Wewe ukimzungumzia Duchu unazungumzia ni miongoni mwa fullback ambao walikuwa vizuri lakini wakaondoka kwenye ushindani, nao kuja yeye wamerudi. Unamwona Kibabage naye anaendelea kuwapia kwenye kile kikosi cha Steve Barker. Kwa hiyo hili linatupa funzo kwamba wazao nao pia wana nafasi, na ukipewa nafasi wanaweza. Lakini kubwa zaidi lazima tumpongeze mwalimu kwa kuamini
vijana ni taifa la leo, kwa kuamini vijana ni taifa la kesho, kama Steve Barker alivyo sera yake inavyosema. Leo Young Africans Dar es Salaam walikuwa na mimi naitwa Gwaride kwa sababu walikusanya mashabiki wengi sana, sawa. Pengine ushindi wa Simba Sport Club na kunyanyua kwa hapa leo vitazima zile kelele za Yanga. Kila timu ina namna inavyoendesha propaganda zake, ina namna inavyoendesha mambo yake. Kwa hiyo mimi naamini Yanga tuna mipango yetu na Simba na mipango yao, lakini bado naendelea kuamini Yanga ni wabunifu sana kwenye issue za kutengeneza propaganda, kwenye issue za kutengeneza story. Inawezekana ikawa Simba leo amechukua ubingwa na of course ni kihistoria, lakini ni kitengo chake cha habari kitatengeneza vipi hamasa, kitatengeneza vipi propaganda. Kwa hiyo ni swala la kusubiri, ni swala la kungoja zaidi, lakini bado naamini propaganda za Yanga ni bora kuliko timu nyingine zozote. Bado naamini matukio ya Yanga ni matukio bora kuliko matukio, lakini kwa sababu ndani ya miaka mitano Simba hajaye kupata kombe, ndani ya miaka mitano Simba hajaye kunyanyua kwapa, tutaona Simba watakuja na surprise gani kwenye kitengo cha habari. Simba watakuja kufunga vipi mitaa na wao, kwa sababu ukiwazungumzia Simba na wao wana kitu cha kujidai. Wameleta basi lenye thamani kubwa, basi lenye hadhi kubwa, pengine wanaweza wakalitumia hilo kwa ajili ya kuzima stori zetu na kweli wakakliki, lakini ni swala la kusubiri na kungoja mpaka mwisho wake. Bushi, shukrani. Asante sana.